kiongozi ya Ford Kenya alikufa. Baba ya baba alikuwa anaitwa Jaramogi Oginga Odinga. Walileta fujo kwa hiyo chama. Sasa hivi tena wanataka kuleta fujo ndani ya ODM. Hiyo ndio kazi yao. Na wanajijua, mimi sijasema jina lao. Wakenya wanajua. Kwa hiyo machache, mimi nataka kuhakikishia nyinyi ya kwamba chama yetu ya ODM itasimama na watu ya Lamu. Tutalinda haki ya mashamba yenu, tutalinda haki yenu yote. Saa yote kuna shida, mpige firimbi. Sisi kama jeshi ya ODM tutakuja hapa kuwasaidia na kuwatetea mpaka mpate haki yenu. Kwa hiyo machache, nataka kualika gavana wa Busia County ambaye ni chama ya ODM. Yeye ndio gavana amechaguliwa kwa tikiti ya ODM. Yeye ndio gavana ambaye anafanya kazi huko Busia County. Anaitwa Paul Otuoma. Karibu mheshimiwa. Asante sana ODM. Asanteni sana. Haya, shukran sana. Lamu oye. Asanteni sana, mimi nimefurahi tena kurudi hapa. Nakumbuka mwisho tumekuwa hapa na baba Raila Amolo Odinga mara mingi sana kwa hii sehemu mnaita Mkunguni. Tumekuja hapa tukienda Lamu Poti, tumekuwa hapa mambo ya fisheries, tumekuwa hapa mambo ya chama. Na nyinyi watu wa Lamu hapa ni ukweli mmesimama na baba na ODM. Mimi tena pia nimerudi hapa vile mmeelezwa. Mwenyezi Mungu aliweza kunisaidia kupitia chama cha ODM. Nikachaguliwa kama gavana wa Busia. Sasa mimi niko katika eneo la mpaka kule ziwa Victoria. Nyinyi hapa Lamu muko pia katika ziwa la bahari la Hindi. So ODM tumetoka kule upande ya mpaka ya Uganda paka hapa katika ziwa, paka ziwani. So sisi ni kuonyesha kwamba ODM ni chama cha kitaifa. Na ODM imekuwa chama cha kitaifa kwa sababu ilikuwa ikishughulikia maslahi ya mwananchi. ODM ndio imetuweza kutushika sisi kutoka kule kisiwani, kule mkoa wa Magharibi to the river. Kwa sababu sisi wote kama Wakenya, kuna wakati tulikuwa tunajiona hatujisikii Wakenya kamili. Lakini kupitia chama cha ODM kiliweza kutuunganisha na tukakuwa chama cha kisiasa cha kitaifa ambayo kimetetea wananchi wanyonge. Bahati mbaya Mwenyezi Mungu amemchukua baba, lakini ametuachia mzee wetu Oburu Odinga, the youth leader. Na wengi mnajua wanasema paliko na wazee hapaharibiki jambo. Chama hakijabadilika. Mzee Raila tu ndiye alituacha na akatuachia Oburu Odinga aweze kushika usukani huu, atuweke sisi wote pamoja kutoka kule Marsabit, Todonyang, wapi paka hapa Lamu, tuendelee kupigania haki zetu. Na mimi hapo ndio tuko. So mimi nataka kusema hapa nikiwa nimetoka kule Busia na ambaye nimekuwa katika hii chama ya ODM zaidi ya miaka 20, kwamba uamuzi wa kusema Odinga, Oburu ashikilie chama, sisi tunaunga mkono, na najua hiyo ndio itasaidia kuimarisha chama. Ya pili, chama cha ODM hatijakuwa chama hafifu. Chama cha ODM kimekuwa mstari wa mbele wa kupanga siasa za Kenya. Na kama tumempatia ndugu yetu Oburu na hawa vijana ambao wako nao hapa, wamepewa mamlaka ya kupanga siasa. Kutoka zamani ODM imeingia miungano. Tulikuwa na ile tulikuwa tunaita Pentagon ambayo ilikuwa ODM peke yake. Tukaenda CORD, tukaenda NASA, Azimio. Hii yote ilikuwa juhudi ya chama cha ODM kufanya mazungumzo. Na Oburu sasa ndio kiongozi wa chama. Na chama ya sheria chama inampa mamlaka ya kufanya mazungumzo ya kisiasa kwa sababu kura ni mwaka ujao. So mimi saa nyingine nashangaa nikiona kwamba watu wengine wanataka wazungumuze na wataki ODM tukiongozwa na Oburu
ati sisi tuzungumuze. Ati sisi tukizungumuza wanasema sijui hao wamenunuliwa, sijui hao wamefanywa nini, na hao wenyewe wanazungumuza lugha nyingine ambayo sisi hatuelewi. Juzi wamekuwa Busia ambaye ni ngome ya ODM, na wakavaa kondoo, ile ngozi ya kondoo, hii rangi ya ODM, wakajifanya ni wana ODM. Lakini wakati tuliona wakianza kuzungumuza, sisi naona vitu vingine sisi hapana elewa. Atiko watu huko najiita fimbo by fimbo, watu ya Munyoro yenyewe. Wananuka wa Munyoro, wanaimba wa Munyoro, ati ndio wamebebana nao kuja kule kwa ngome ya ODM. Alafu wanasema ati hao ndio wanazingatia maadili ya chama. Utakuwa vipi? Wewe umepewa mamlaka ya chama, badala ya kutetea chama chako kila siku ni kukosoa chama chako na wanachama. Kila siku haumheshimu kiongozi wa chama. Hatujaketi pahali hii maneno unazungumuza, unaweza itwa mikutano uende uzungumuze kule. Wewe umesusia. Umesusia ni kama unapatia chama masharti. Na vyama vingine vinaendelea. Tayari sasa hivi vyama vinatafuta wale watu watasimama MP, na sisi unataka kutuzungusha na maneno. Na ODM ndio chama huwa inajua kujipanga. So mimi nataka kuhimiza tusimame na chama cha ODM, tumuunge Oburu Odinga mkono, na hata ile uamuzi mlifanya jana ya kupatia Madam Catherine Omanyo kusimamia kama katibu mkuu wa mama, mpige makofi. Si unaona wamama wamechukua? Huyu Catherine Omanyo anatoka kule Busia. Na Busia ndio number 1 kwa ODM kwa usajili. Na sisi tutampatia support, na wananchi wa Busia tunataka tufanye mkutano Busia. Kwa sababu naona wanajisifu sana ati mkutano ilikuwa Busia. Hata sasa hivi nasikia wakijisifu. Now I want us to do a meeting in Busia, muone wafuasi wa ODM.